kimataifa. Kwanza unapokaje matokeo haya? Tumetoka kupoteza na kupata ushindi. Yaani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3 za leo. Haikuwa mechi nyepesi, ilikuwa mechi ngumu na mmeona ushindani ambao Dodoma wamekuja nao. First half walicheza vizuri sana. Mipango yetu katikati ya uwanja ni kama walikata vizuri na wakaweza kupata goli, lakini uzoefu wa Yanga dakika za mwisho kipindi cha kwanza tukaweza kuwalazimisha. Tu anaweza akachambua ile penalty akaona kama yule beki amefanya tukio la hovyo, lakini amelazimishwa mazingira kama yale na Frank Yasinki, touch moja kwenye box, concentration yake imeshuka, anawaza half time, anawaza kudefend, tukaweza kuiba ile mpira tukapata penalty na Depo akafunga. Kwa hiyo baada ya kurudi ile goli second half tukachukua kwenye kile chungu ambacho tuna dawa ya Al Ahly pale New Aman Complex, tukachota kikombe kimoja tu tukakileta hapa na Amani Josia pamoja na benchi lake la ufundi. Baada ya kukinywa yeye na wachezaji wake wakawa hawaelewi nini kinaendelea. Alan Okelo akawa ametakata, Pako ametakata, Depo meng'ara, Damaro Duke, moto ukawaka na tukaweza kufunga magoli mawili haraka tukapata ushindi. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, tupongeze wachezaji, tupongeze makocha wetu, na mwisho tunashukuru mashabiki wote wa Yanga ambao wamekuja leo kuisupport team. Tumefanikiwa ile agenda ya kupata point 3 siku leo. Iko chungu inaonekana ni hatari sana, kina vikombe vingi kwa sababu ilibaki kidogo tu Depo hapa pale hati. Yenyewe pale jukwaa kuu wakati sababu tunajua si viongozi, iko chungu chenye hiyo dawa. Wakati kimeguswa hicho kikombe, Arafat makamu wetu wa rais akamwambia engineer, sasa tunakwenda kufanya mauaji. Tafadhali kocha azuiwe asiongeze kikombe cha pili. Ilikuwa zinafika hata goli 7. Sababu kile chungu kigusa tu dawa ile ni dawa chungu sana. Dodoma singeweza kuhimili. Kwa hiyo kikombe kimoja tu ndio kimeweza kutubadilishia haya matokeo. Kwa hiyo tunaamini kile chungu inshallah Jumamosi New Aman Complex tunakwenda sasa kukimwaga chote. Amani Josia hapa alizungumzia kuhusu hiki mechi kimetokea, akasema wao mpango hujafeli kwa sababu wakipiga mahesabu kuna timu ilikula goli 6 hapa, na kwa sababu wamefungwa na Yanga wala sio jambo kwamba inaonyesha mpango umefeli. Kwani mnaona dawa imekwisha fika 100% kiufundi ama bado, licha ya kuwapiga watu 6 na wengine kusema kwamba hawajafeli kwa sababu kuna watu washakula 6? Kwanza maneno ya Amani Josia mimi siwezi kuwekea comment yoyote. Ni kocha mkubwa, kocha anayemheshimu, kocha ambaye anafundisha mpira, anajua mpira. Ni sawasawa na mtu ambaye ameingia chumba cha daktari alafu akakwambia sindano inauma. Wewe ambaye hujachoma uweze ukataka kujielezea sana. Kwa hiyo tumwache na maoni yake. Mimi niseme tu tumetoka safari kutoka Misri, tumerudi hapa tumetrain nafikiri siku 2. Tumepata leo mechi. Tumetrain siku 2, yes. Tumetrain siku 2 siku moja. Tumerudi Jumapili asubuhi mpaka hapa na off. Tumetrain Jumatatu. Leo Juma ngapi? Leo Jumanne. Yes, kwa hiyo tumetrain siku moja tu. Tumetrain tu jana na leo vijana wameweza kucheza. Kwa hiyo kuna rotation imefanyika, kuna vitu vingi vya kimpira ambavyo watu wanaelewa kiasi cha kwamba tuka struggle kipindi cha kwanza. Lakini mwisho wa siku ni timu imeshinda. Haya mengine ni mambo ambayo tukienda kwenye uwanja mazoezi tutakwenda kuyafanyia kazi. Kitu cha muhimu ni timu imeshinda na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ni watu wengi kama walifurahishwa sana nyinyi kupoteza kule Alexandria pale Goginara. Hii mechi ya Zanzibar kwenu ni do or die? Sio watu wengi, sema Simba walifurahi kaka. Usiongee mambo kama hujui. Sema tu Simba walifurahi nyewe mlivyofungwa Misri. Na sisi tulifurahi walivyoshonwa Tunisia. Yale sio bado yangu usipite pite ukapata dhambi za unafiki. Wewe toa tu kinyongo moyoni. Walifurahi na sisi tukafurahi. Na sisi furaha yetu imekuwa kubwa kwa sababu sisi sasa hivi ukiangalia msimamo angalau kuna 4 zimekaa pale. Ukija ile kundi lingine ukiangalia msimamo unakuta yai. Sasa hujui ni yai la mbuni, yai la kuku, yai la nyoka unakuwa ufahamu. Lakini kuna yai lipo kwenye ile kundi pale. Na nimefurahi namna ambavyo wanahamasishana kwamba watachukua pointi 9. Kana kwamba 9 za kwanza walicheza na Mwadui, sio hao walikuwa nao kwenye kundi. Maana 9 zilizopoteza za kwanza ni hawa ambao wanapiga hesabu za kuchukua 9 tena awamu ya pili. Ndio hivyo ndugu zanguni, zaita za huyo wanasema ndugu zetu wa Tanga tuwaelewe. Sisi Jumamosi inshallah Mungu atujalie kheri. Tunafahamu ni karata muhimu sana. Na hata niliposhuka tu pale uwanja wa ndege nilisema tunakwenda kwenye mechi ambayo imebeba hatima yetu ya kwenda robo finali. Unaweza usilione hilo kama sio mtu wa mpira. Ikiwa mtu wa mpira unaona hii mechi imebeba hatima ya kwenda hatua ya robo finali. Hatutakiwi kuwa na pressure, tunakwenda kwenye mechi kubwa, ni mpinzani mkubwa na uzoefu. Amekwenda huyu Ali pale Morocco dhidi ya FAR Rabat, watu wamejaa, moto umewashwa, kaweza kupata sare.
Kwa hiyo kumfunga Al Ahly inabidi ufanye maandalizi na tuwe na utulivu mkubwa wa kiakili kuelekea hiyo mechi. Kwa mimi naamini wana Yanga hawajawahi kuniangusha, na nimezungumza, nimepokea simu nyingi kutoka matawi mbalimbali, watu wanafanya maandalizi. Nimeona sasa hivi hata ukiangalia hapo kwenye boti zinazosafiri kuanzia kesho kutwa zimejaa. Maana yake watu wengi wamesha book ticket, wanaelekea visiwani Zanzibar. Ticket zitaanza kuuzwa kesho inshallah, na timu itaondoka pia kesho saa 3 kamili asubuhi. Tutaondoka kupitia njia ya boti kuelekea Zanzibar. Maana yake tunakwenda kuwahi kufanya maandalizi. Ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, lakini naamini mara zote Yanga inapokuwa moja, Yanga ikazungumza lugha moja, tutapata matokeo mazuri inshallah. Hadi umegusia Zanzibar, umenikumbusha kwamba wakati upo Zanzibar kabla kucheza na Azam kule Pemba, tutoe taarifa kuhusiana na tenda swala ya uwanja, kisha baada ya siku 14 tukuulizeni. Nini kinafuata hivi? Zimepita kwanza hujaniuliza. Au ulikuwa nipo nje nchi? Sawa. Bwana, swali zuri umeuliza ndugu yangu Jadu. Tulitangaza tumetoa siku 14 kwa makampuni, mataasisi mbalimbali kuomba tenda ya kujenga uwanja wa Young African Sports Club, na tulitoa siku 14 kupata hayo maombi, na mwisho ilikuwa tarehe 23. Ni kiri mbele yenu, zoezi limefanyika kwa mafanikio makubwa sana. Tumepokea ofa nyingi, maombi mengi sana ya makampuni, mataasisi mbalimbali yakitaka kufanya kazi na Young Africans kwenye kujenga uwanja wa klabu yetu. Nitumie fursa hii kuwajuza ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama na mashabiki wetu wa klabu ya Yanga, siku ya Jumamosi asubuhi ambayo ndio jioni yake patakuwa pana mechi pale New Aman Complex. Jumamosi asubuhi kamati yetu tendaji Young African Sports Club inaongozwa na rais wetu Engineer Hersaid itakwenda kukutana. Na ikikutana ajenda ni moja tu, ni uwanja. Tunakwenda kujadili sasa hayo hizo ofa ambazo zimetumwa, alafu tutakuja kutoa majibu ndani ya yani mechi tu ikiisha ndani ya muda hiyo wiki inayokuja hiyo. Sijapewa exactly date, ila maandalizi nayaona wiki inayokuja. Baada ya kufanya mchakato watakwenda kukutana na mmoja ambaye amechaguliwa au ameshinda kwenye kushirikiana na klabu kujenga uwanja wa Yanga. Kwa hiyo mambo yanakimbia kwa namna hiyo. Tunavyokimbia kuitafuta robo finali, tunakimbia pia hivyo hivyo. Hakuna kupoa kuhakikisha uwanja wetu unaanza pale ujenzi makao makuu. Ni watu kama walikuwa wanaamini kwamba ni yale tu, lakini ni serious. Watu wote ambao wanasema ni yale wajue Dar es Salaam ni ndogo sana na viwanja viko vichache. Kwa hiyo unapozungumza leo uje kuna siku utaleta barua yako pale ucheze tutakunyima. Viwanja viko vichache. Ramos, naangalia kwa nini? Wewe endelea kuzungumza, wewe tamba, sisi tunakumaki. Uwanja ukikamilika hataki vibarua. Sijui KMC kule kuna shida gani tuje cheze kwenu? Hakuna. Ni uwanja wa Yanga, tutacheza Yanga. Ndio hivyo. Kwa sisi tunatazama peshe wangu. Lakini inshallah hiyo wiki inayofuatia mchakato wa kutangazwa aliyeshinda utafanyika, na immediately tutaanza pia mchakato wa kuanza kumsikiliza mradi mzima unakuwaje. Afanye hamasa kuelekea mechi ya Ahly. Mechi ya Ahly kuna mipango yetu shehe. Mechi hii unajua Waarabu jua wana desturi moja. Na wenyewe wana vipimo vyao vya kupimia mtu. Umeelewa? Wana vipimo vyao vya kupimia. Kwa hiyo ukienda kichwa Waarabu sio watu wazuri. Inabidi tuende kwa akili kubwa. Ndio maana nimekwambia mipango yote kutoka leo tutakuwa tunaifanya taratibu. Nyie kesho timu inasafiri, ambao mtakuwa mmejaliwa budget nzuri, karibuni Zanzibar. Tutakayafanya yote, kuna ambao tutawashirikisha, kuna ambao hatutawashirikisha, mtayaona tu bana. Hali mbona kama siku ile ndo nimetoka kwa mambo yetu tayari hapo narudi. D2 basi tumaliza. Bana, tunatakia kila laheri ndugu zanguni, usiku mwema. Tunatakia kila laheri pia na mashujaa tunataka. Japo Azam nao walimind. Zaka wakaja wakashinda wakakushukia. Kwanza nitumie fursa hii kuwapa pole nitumie fursa hii kuwapa pole waandishi wote ambao mlisafiri kwenda Nairobi kuifuata Azam Football Club. Mmefanya kazi ya kizalendo. Kusafiri timu alafu unapata views 24 kwenye content. Mmefanya kazi ya kizalendo. Mimi nisingeenda. Mmefanya kazi ya kizalendo. Yaani umetumia muda wako kwenda kuwaonyesha watu 24 kilichotokea Nairobi. Kweli. Kweli wa kweli mmelalamikia. Bora nyie Malawi ilipata content za kutosha. Huku watu 24 kila ukilazimisha. Bao la maajabu. Hamna. Kwa hiyo niwape pole. Mmefanya kazi ya kizalendo. Na hii tunatakiwa.
Tupongeze Azam wameshinda away. Wanasema timu ya kwanza kushinda away. Kenya hapo. Nairobi ndio. Tuwapongeze Azam Football Club. Tuwapongeze na Singida. Patu wameokota na wao. Wameokota pale Zanzibar pointi zao 3. Ni jambo zuri kama taifa. Ni jambo zuri kama taifa kuona timu zinacheza, zinashinda na zinapata pointi. Unaelewa? Yaani sasa hivi kwa mfano ukiulizwa na mtu mgeni hali ya maendeleo ya timu za Tanzania kwenye michuano ya CAF, una kitu cha kuelezea kwamba kuna Yanga wana pointi 4, kuna Azam wana pointi 3, kuna Singida wana pointi 4 Singida alafu kuna yai la nyoka haliko mahala limetegeshwa. Lile halitapasuka mpaka mwisho. Nisikilize mimi. Kweli? Haitapasuka ile ndugu yangu mpaka mwisho. Linabaki vile vile. Yaani mpaka mwisho lile yai itakuwa pale pale. Jirani kajiko wapi kwani? Wapi? Jirani. Sasa niseme jukwaa leo. Machi 2 nitafute. Nitakwambia alipojikwaa sio leo, subiri. Machi 2. Unakuona una uhakika kiwanda kitakuwa salama. Kwanza mmemwona striker Depu nyewe? Mmemwona? Tumemwona. Haya, mlikuwa mnauliza takwimu za Depu. Tafadhalini na nyie pia mnaweza kutengeneza mitandao mkaweka takwimu. Msubiri mpaka wazungu waeke. Goli ngapi? 3. Haya, wekeni hizo. 3 na assist 1. 3 na assist 1 Depu kutoka Yanga. Maana mwanzoni mlikuwa mnatuambia Yanga amesajili striker hana takwimu. Haya, tunzeni hizo. Goli 3, assist 1, mechi ngapi? 2. Leo kidogo tuondoke na mpira. Lakini sio riziki inshallah. Tutaondoka nao Zanzibar. Basi inshallah. Ni ana makali kimataifa. Kimataifa kapoa. Lakini wewe si mtu wa Zanzibar. Yaani ndio umesafiri kuja na hilo swali kweli.